الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم ألا نكون من أصحاب النار. Ikiwa tupo katika muendelezo wa darasa yetu ya Al-Wabil Sayyib, tulikuwa jana tulisoma, ilikuwa ni athar mpokea kwa baadhi ya salaf rahimahumullahu ta'ala, ambao athari hiyo ameitoa al-Imam Ahmad kadhalika na Abdullah ibn Mubarak rahimahumullahu ta'ala, ambaye ni maneno ya Hasan al-Basri al-Hasan na Nabii sallallahu alaihi wasallam mursala, ambao likuwa eleza ya kwamba na kwa hakika inawezekana mja akafanya amali. Tusema amali tunakusudia ibada, akafanya amali hiyo ni jambo ovu, akafanya dhambi, ambao kupitia dhambi hiyo akaingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaeleza katika maelezo ya Al-Hasan, tukasimama katika kipande aliposema hata yakuna dhalika adh-dhanb sababu dukhulihi aljanna, mpaka ikawa hiyo dhambi ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulitaja yale ambayo baada ya kufanya dhambi hii akawa akuacha kuwa yeye ni mwenye kuumia katika macho yake, na pia vile vile kuwa anakuwa na hofu kwa Allah, anakuwa ni mwenye majuto, na pia vile vile anakuwa ni mwenye kuwa na haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo wake unakuwa ni mwenye kuumia moyo wake kwa hii dhambi aliyoifanya. Kwa hii ikawa ni sababu kwa haya yote ya kufaulu kwa huyu mja, na mpaka ikawa hii dhambi yake ni ina manufaa kwake yeye kuliko zile toaa au zile khairi nyingi ambazo yeye amezifanya. Hili ilikuwa ni katika kipande cha kwanza au sehemu ya mwanzo katika kauli ya baadhi ya salaf, kwamba mwanadamu inawezekana akafanya jambo ovu, akafanya maasi, ikawa ni sababu ya kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo kipande cha pili akasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa yaf'alu al-hasana, inawezekana pia akafanya hasan, akafanya jambo jema. Kuna Muislamu mathalan akatoa sadaqa, akamsaidia au akamlea yatima, akawa anakaa na yatima, au akamsaidia mtu ambaye ana haja, fala yazalu yamunnu biha ala rabbih. Sasa hapa ndo shida ilipoanzia hapa. Kafanya hasan, jambo zuri kafanya, lakini fala yazalu yamunnu biha ala rabbih, hakuacha kuwa yeye kwa hii wema aliofanya yamunnu biha, akajiona kwamba yeye bana ni mtu ana baraka, kwamba kabarikiwa na hii jema ambayo alifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hii hasan niliyoifanya yamunnu biha, kwamba hii ni baraka, au Allah amenibarik kwa hii jambo jema nililofanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba jambo hili jambo la baraka.
kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi nimebarikiwa kutoka kwa Allah. Ni katika aina ya maneno kana kwamba yeye anajisifia kwa ile jambo lake jema alilofanya. Yamunnu biha ala rabbih, kwamba anajiona yeye ni mwenye kubarikiwa kwa Allah kwa hii jambo lake alilofanya, kwamba hili jambo nimebarikiwa, napata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio hivyo pia, wayatakabbaru biha, na pia vile vile akawa anatakabbar, anakuwa na kibri kwa hili jambo la khairi ambalo yeye kalifanya. Wayafalu alhasana, inawezekana pia mwanadamu, na hii ni katika jumla ya maneno ambayo ni maana ya maneno ambao wamezungumza baadhi ya salaf. Ya kwanza ilikuwa kafanya jambo ovu, baada ya kufanya jambo ovu akawa ni mwenye kuwa na majuto na kuwa na haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa moyo wake mwenye kuumia kwa lile jambo ovu alilofanya. Kwa jambo ovu likawa limemnufaisha yeye kuliko yale mambo ya khairi mengi aliyofanya, ikawa ni sababu ya kufaulu kwake, sababu falahihi dunia wal akhirah, ikawa ni sababu ya kufaulu kwake duniani na akhirah. Upande wa pili, wayafalu alhasana, inawezekana mwanadamu muislamu akafanya jambo jema, fala yazalu yamunnu biha ala rabbih, ani akuacha kuwa kujiona yeye ni mwenye kuwa na baraka, kwamba yeye amebarikiwa, kwamba na mimi nimebarikiwa bana biha, kwa hii jambo jema nililofanya bana, mimi na baraka bana, wewe umefanya jambo hili bana kadha wa kadha, Allah amenibariki mimi mpaka nifanye jambo hili. Anataja haya kwa kujisifu, na sio hivi tu, wayatakabbaru biha, na akawa anafanya kibri kwa hii jambo la khairi ambayo yeye kalifanya. Wayara nafsahu, na anaiona nafsi yake kwamba nafsi yangu bana kadha wa kadha, nafsi yangu bana nafsi yangu ni tukufu bana, mimi ni kadha wa kadha. Yote hii ni katika kule kujisifia kwa hii khairi ambayo yeye kaifanya. Wayajubu biha, na pia vile vile akawa anafanya ujbu, na hii ujbu ni katika aina ya kibri. Ya al-ujbu na al-kibru ni katika zinafanana. Ujbu na kibri ni katika aina, ujbu ni katika aina ya kibri. Wayajubu biha, na pia vile vile akawa anafanya al-ujbu, anajiona biha. Hii haya inarudi katika hasana, kwa yote kayafanya, yote anajiona nayo kwa hii jambo la khairi ambayo yeye kalifanya. Wayafalu alhasana, inawezekana pia mja akafanya hasan, jambo la khairi, fala yazalu yamunnu biha ala rabbih, akuacha kuwa ni mwenye kuiona yeye ana baraka, ni mwenye kubarikiwa, kwamba mimi bana nimebarikiwa bana kwa hii khairi yake aliyofanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatakabbaru biha, na akawa anafanya kibri kwa hili jambo lake la khairi alilofanya. Wayara nafsa, na naiona nafsi yake kwamba ina sehemu fulani, nafsi yake ni kama nafsi yake ni ya kipekee hivi. Wayajubu biha, na anastaajabu na kujiona kwa hii amali yake ya khairi ambayo yeye kaifanya. Wayastatilu biha, na pia vile vile akawa anaifanya amali yake hii kuwa ni kubwa. Istitwala ni kule kukirefusha kitu kinaonekana ni kikubwa. Inawezekana mtu akasifia jambo dogo, lakini kwa vile kuzungumza akapewa ile katika kapewa ulimi. Sasa Mtume anasema inna min albayani la sihra, katika ubainifu kuna uchawi. Inawezekana mtu akazungumza kitu kidogo, lakini kwa ile ubainifu ambao Allah kampa ikaonekana kana kwamba kafanya jambo kubwa sana. Kwa jambo lake kafanya hasan, jambo moja tu, lakini wayastatilu biha, kafanya kibri, kajiona nafsi yake kwamba ina manzila fulani, akastaajabu, akawa na ujbu, kujiona. Wayastatilu biha, na akaja jambo lake hili analirefusha sana, jambo kubwa akalieleza, atakulieleza ambao Allah akampa ulimi, kalieleza kwa mapana. Wayakulu, na akawa anasema fa'altu wa fa'altu, kwamba mimi nimefanya na nimefanya kadha, wa fa'altu kadha, na nimefanya jambo kadha. Yote anafanya hii ni kujisifia. Sasa anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, fayurithu dhalika min al-ujb wal-kibr, kwa yote haya ambayo kayafanya baada ya kufanya jambo hili la khairi, fayurithu dhalika, basi litamrithisha yeye hili, min al-ujb wal-kibr, itamrithisha yeye al-ujb, kule kujiona
wal kibri, na kule kuwa na kibri. Na kibri maana yake ni batarul haqi wa ghamtun nas, ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Yani maana kibri ni hivyo. Kwa yote akiyafanya baada ya kufanya jambo jema, akiwa na kibri, akijiona nafsi yake na manzila fulani, na kulizungumza jambo lake kwa ukubwa, na kueleza kama nimefanya hii kadha wa kadha. Sasa haya yote yatamridhisha yeye kwa hili jambo lake alilofanya. Al-ujbu, atakuwa anajiona, na pia kadhalika atakuwa na kibri. Na sio hivyo tu, wal-fakhru wal-istitala, na kujifakharisha na istitala. Istitala pia kadhalika ni hii yastatil, bimaana atakuwa atalizungumza jambo lake kwa ukubwa zaidi, jambo dogo lakini atakuwa na kiburi. Baada ya kuyafanya haya aliyofanya, itamridhisha yeye kujiona na kibri na kujifakharisha na istitala, na itampelekea pia vile vile kulifanya jambo lake hili kuwa ni kubwa. Atalizungumza jambo lake ni dogo, atalizungumza kwa ukubwa zaidi. Mayakunu sababa halakihi, ambayo hii itakuwa ni sababu ya kuangamia kwake. Hii sasa ndo sababu itampelekea yeye kuangamia japokuwa amefanya jambo la kheri. Na hii ni jambo pia la hatari, mtakana mimi na ninyi tutanabahi katika jambo hili, tufanye sababu na tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshe katika hali kama hii. Sababu ya kwanza, kafanya ovu kaingia peponi, hii pia ni hatari. Na pia sasa huyu wa pili pia amefanya pia jambo jema, lakini ikawa ni sababu ya yeye kuangamia kwake. Yaani ule wema unamwangamiza mtu. Wema unafanyaje? Unamwangamiza mtu. Kama ambavyo nasema kwamba as-sidqu yunjika wa in khifta wal kadhibu yuhlika wa in aminta, kwamba ule ukweli utakuokoa. Ukweli utakuokoa in khifta, hata kama utauficha ukweli. Lakini wal kadhibu yuhlika wa in aminta, lakini uovu, ule uongo utakuangamiza hata kama ukiuamini. Hii hali inawezekana kwa mwanadamu akazungumza uongo, lakini akaamini kwamba zaidi ya 100% kwamba kwa huu uongo mimi nitasalimika. Lakini uongo unakuangamiza. Uongo unafanyaje? Kama ambavyo huyu jambo ovu kaingia peponi, na jambo la kheri kaingia katika jambo ovu kaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kheri kaingia katika moto. Naudhu billahi min dhalik. Na hii baada ya kusoma maneno haya nakumbuka hadithi ya Mtume ambayo ni thabit, ambayo ni hadithi ndefu kwa kweli. Mtume alipokuwa akitaja akizungumzia hii dunia, aliposema kwamba dunia, inna dunya hulwatun khadra, hii dunia ni kijani kitamu, dunia ni tamu. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, na Allah amekufanyeni kuwa ni makhalifa katika hii dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa, basi ogopeni dunia na ogopeni wanawake. Ogopeni dunia na ogopeni wanawake, kwa sababu fitna ya mwanzo kwa Bani Israil kana fi nisa, ilikuwa kwa wanawake. Katika hadithi hii mwisho, katika maelezo, Mtume akataja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni ninyi ala tabaqati shatta, juu ya matabaka tofauti tofauti. Shatta bi maana mutafarriqa, akataja yale matabaka. Faminkum man yuladu mu'mina, katika miongoni mwenu kuna ambao wanazaliwa waumini. Wa yahya mu'mina wa yamutu mu'mina. Alhamdulillah, Allahumma jalna minhu. Wakaishi katika iman na wakafa katika iman. Na katika tabaka nyingineyo, wa minkum man yuladu kafira wa yahya kafiran wa yamutu kafira, mzaliwa waliokuwa ni makafiri na wakafa makafiri, wakakuwa katika kufuru na wakafa katika kufuru. Naudhu billahi min dhalik. Ni mashahidi, kuna watu wamezaliwa katika kufuru wakafa katika kufuru. Allah tukinge na hii. Na ya tatu, wa minkum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafira, na kuna miongoni mwenu ambao wamezaliwa katika iman na wakakuwa katika iman na wakafa walikuwa ni kufuru. Naudhu billahi min dhalik. Allah tukinge na hii tabaka ya moni, tabaka ya hatari pia vile vile. Yuko mmoja katika ni Msaudi, yule bwana amefikia, yule bwana anafanywa interview katika TV. Yeye alikuwa ni wale alikuwa ni murji'a katika ile moja katika mafirqa mapotevu, akawa ile itikadi ya irja. Ni bwana anaeleza kwamba yeye alikuwa pale Masjid Nabawi Madina,
yeye ni Madina, ni Saudi yule al-Madani. Amekwenda akiona watu Masjid Nabawi pale wamekaa wanafanya ibada mbalimbali, wao wanafanya wako kadha, wamekaa wanasoma Qur'ani, wao wanafanya dhikri, ziko durusu mbalimbali pale zinaendelea, halakati ilmiya, kuna halaka za Qur'ani, kuna halaka za kuhifadhi mutunu al-ilm. Yule bwana akasema, akaa akitizama anakwenda pale analia sana. Analia kwamba yale wanaofanya wale watu kwamba muda wako ushakwisha, sio muda wako wakati ule. Sasa analia wale mabwana, kwa nini wako pale muda ule? Anaumia moyo wake, yani wale watu hawajafahamu bado. Itakiwa wasiwepo pale, yani wafikirie tu, wawe na maarifa. Yani wakae kama ni nyumbani, mtu akae katika sehemu yake ya kazi, yeye anafikiria tu ulimwengu unakwenda vipi. Na akasema pia kitu kingine ambacho yeye anajivunia, ana miaka 8 hajaswali salatul fajr. Sio kuswali jamaa, kuswali kabisa miaka 8. Hadi kuanzia mwaka wa kwanza, hadi zile siku 300 mwa katika hijri au miladi, kuswali salatul fajr mwaka wa kwanza na masiku yake ile yote, mwaka wa pili, wa tatu. Kwani bi maana mtoto anazaliwa kuanzia mwaka wa kwanza anakwenda wa pili mpaka mtoto anakwenda shule yule madrasa, anakwenda anasoma, shafahamu mambo, washakuwa katika sini tamiz. Yule bwana akuswali salatul fajr imefikia, imeenda katika ile itikadi ya irja katika firaq ile dhalla, kampeleka yule bwana akaacha ibada kabisa. Na wapo wao wanaamini kwamba yale matendo si katika imani, kwamba imani ni al-ma'rifa, ni ile mtu kufahamu tu basi inatosha. Kwa akikaa msikitini wasiende kuswali watu wakae toshajua basi خلاص, maarifa ile itikadi ya irja. Hii katika ulimwengu upo. Huyu watatu kazaliwa katika imani, huyu katika Allah muongoze huyu bwana, sababu inapoelekea katika macho yetu tu mafupi ya kibinadamu kwamba tunamuona kwamba ana hatari katika hii tabaka ya tatu. Atazaliwa mu'min, akakuwa katika imani, anakuja kufa katika kufuru. Allah tukinge. Wa mwisho, wa minkum mayuladu kafira wa yamutu kafira wa yahya kafiran wa yamutu mu'mina. Kazaliwa katika kufuru na akakuwa katika kufuru. Maisha yake ni kafiri, amezaliwa katika kufuru na akakulia katika ukafiri, lakini akafa katika imani. Na hii imeshuhudia baadhi ya, kama yule alikuwa mmoja alimuua Hamza radhiallahu anhu. Hamza ni sayyid shabab ahli aljanna, ni sayyid shuhada. Ule Hamza ule Wahshi alimuua Hamza katika vita vya Uhud. Sasa paka Mtume alayhi salatu wasalam, ule bwana kasilimu, Mtume alikuwa amini alayhi salatu wasalam, sababu ule bwana kamuua ule Hamza, ambaye Hamza yule ni sayyid shuhada, yani katika janna yeye wale mashahidi yeye anakuwa ni bwana wao, na ule bwana Hamza yuko katika janna. Sasa Mtume akafikiria inakuwaje bwana kamuua huyu Hamza alafu kasilimu, Allah akubali toba yake. Bwana alisilimu yule Wahshi, kwa yeye amekuwa katika kufuru, kazaliwa kufuru, kakuwa kamuua Hamza, lakini alisilimu Wahshi. Na yule alifanya zile njama na yeye alisilimu Hindu. Kwa hii katika dunia hii hali hizi zipo. Ndio maana maneno mimi nikiyasoma maneno ya salaf, maneno haya kweli ni maneno yatakaona, ni maneno makubwa lilghaya, tena katika lile lengo lake hasa ambao anatakiana maneno haya yazingatiwe kweli kisawa sawa. Kwa hadithi hii inakuwa sawa sana maneno haya. Kwa hiyo akifanya hili jema alilofanya, fayurithu dhalika min al-ujbu wal-kibri, itamrithisha yeye kwa sababu haya yote, kujiona kwamba yeye ana baraka, yeye kadha wa kadha, na kuhesabu nifanya kadha wa kadha, itamrithisha al-ujbu wal-kibru wal-fakhru wal-istitala, kujifakharisha na istitala, bimaana kulitaja jambo hili kwa ukubwa zaidi. Mayakunu sababu halaki, hii itakuwa ni sababu ya kuangamia kwa kataangamia kwa sababu ya haya. Sasa fa idha arada Allah ta'ala bihadha almiskin, sasa pindi Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kwa huyu miskini, sababu huyu ni maskini huyu bwana, sababu maskini si mtu akiwa labda mahitaji fulani hayapati, huyu pia ni maskini. Huyu bwana ni maskini, amefilisika kwa kweli. Kama anasema al-Imam kwamba fa idha arada Allah ta'ala bihadha almiskin, kwamba akitaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyu miskini khairan, kwamba Allah akitaka kwa huyu maskini khairi, akimtakia khairi, ibtalahu, basi Allah atampa mtihani, bi amrin yaksiruhu bih, atampa mtihani kwa jambo ambalo hilo jambo litamvunja yeye, litammaliza yeye jambo hilo. Yaksiru bi maana yankasir, itakuwa jambo hilo lenye kummaliza yeye, lenye kumvunja jambo hilo. Allah atampa mtihani kwa jambo ambalo jambo yeye ni jambo kubwa kwake yeye, litammaliza kabisa. Ni jambo ambalo yeye akilitizama kwa hali yake ilivyo, atampa jambo hilo, atamtupia jambo hilo.
Inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala kamfahamu bwana huyu kwa hali alizokuwa nazo hizi, hata Allah inawezekana akachukua hata mwanae kwa kimpenda sana, sababu ni jambo ambalo linavunja moyo wake, litamuumiza. Sasa Allah atampa mtihani huo, lakini Allah lengo lake ni kumtakia khairi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha arada Allah ta'ala bihadha almiskin khaira, Allah kitaka kwa huyu maskini khaira, kumtakia khairi pamoja na hali zake hizi, ibtalahu bi amrin yaksiruhu bih, atampa mtihani kwa jambo ambalo litammaliza yeye, litamvunja yeye mtu huyu. Na pia vile vile sio hivyo tu, wa yadhillu bihi unuqa, na pia vile vile litamdhoofisha jambo hilo unuqahu, shingo yake, atakuwa dhalili, atachoka, litamchosha jambo hilo, litamshughulisha. Wa yusaghiru bihi nafsa, na pia vile vile litafanya nafsi yake kuwa ni dhalili indahu, kwake yeye, kwa jambo hilo. Wa in arada bihi ghaira dhalik, na Allah akitaka kinyume na hivyo, bimaana Allah hajamtakia khairi, bimaana kamtakia shari, khallahu wa ujubahu wa kibra, basi Allah subhanahu wa ta'ala khallahu, atamuacha yeye, wa ujubahu, na ile ujubu yake kujiona kwake, wa kibrahu, na kile kiburi chake. Wa hadha huwa alkhudhlan, na hii ndio khudhlan almujaba lihalakihi, ambayo inawajibisha kuangamia kwake. Anasema al-Imam, huyu mtu pamoja na sifa zake zote hizi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ana fadhila, Allah ni rahim. Kafanya jambo jema, kajiona alivyojiona, kafanya kibri, kafanya ujbu na kutaja nimefanya kadha wa kadha. Sasa ikiwa Allah ikawa yote ni sababu yeye kuangamia kwake, yani kwa haya mambo kwamba ilitosha kwake yeye, hiyo kashaangamia. Sasa Allah kwa ile rahma yake na fadhila yake Allah subhanahu, ikiwa atamtakia huyu, fa idha arada Allah ta'ala bi hadha almiskin khaira, ikiwa Allah atamtakia huyu khairi, ibtalahu bi amri, Allah atampa mtihani kwa jambo ambalo yaksiruhu bi, jambo ambalo litamvunja yeye, wa yudhillu bihi unuqa, litadhoofisha jambo hilo shingo yake, takuwa dhalili, wa yusaghiru bihi nafsa indahu, na jambo hilo litamfanya kuwa yeye itaiona na nafsi yake ni dhalili, nafsi yake si chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tamfanya hivyo kutoka katika hali hii mbaya, atamfanya katika hali hiyo hii, ikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi. Sawa in arada bihi ghaira dhalik, na ikiwa Allah atamtakia kinyume na hivyo, bimaana Allah akumtakia huyu khairi mtu huyu, khallahu wa ujuba, Allah atamuacha na ile ujubu yake, wa kibra, na kile kiburi chake. Wa hadha huwa alkhudlan, na huku ni khudlan almujaba li halakihi, ambako kunawajibisha kuangamia kwake. Khudlan atakuja kutaja hapa ni kwamba Allah anakuacha katika yale majambo yako, yani Allah anakuachia majambo yako uyasovu wewe mwenyewe peke yako. Hii ni khudlan, maana huyu Allah kamwacha majambo yake ambayo yeye anamuelekea, Allah amemwachia apambane nao yeye mwenyewe. Ndio akasema al-Imam, fa innal arifina kullahum, kwani hakika wajuzi wote, mujma'un, ni wenye kukubaliana, ala anna at-tawfiqa, ya kwamba tawfiq alla yakilaka Allah ta'ala ila nafsika, ni kwamba Allah asikuache wewe katika nafsi yako, bi maana Allah asikuachie wewe majambo yako wewe mwenyewe. Hii ni tawfiq. Kiona mtu mambo yake yeye, inshallah mtihani anakuwa na subira kadha wa kadha, huyu Allah amemwafikisha, bi maana majambo yake yeye kamhifadhi Allah subhana, Allah akawa mbele yake, Allah akawa akimpigania yeye, huyo amwafiki. Hii ni tawfiq. Anasema fa innal arifina kullahum, ni kwamba wajuzi wote, mujmi'un, ni wenye kukubaliana, ala anna at-tawfiqa, ya kwamba tawfiq alla yakilaka Allah ta'ala ila nafsika, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asikuache wewe katika nafsi yako, asikuache wewe kwa nafsi yako, yani mambo akakuachia wewe mwenyewe. Al-khudlan ay yakilaka Allah ta'ala ila nafsika. Sa khudlan maana yake ni kwamba Allah akuache wewe katika nafsi yako, maana majambo yote ambayo wewe yanakuelekea Allah anakuachia wewe. Na tawfiq ni kinyume cha khudlan, maana alla yakilaka Allah ta'ala ila nafsika, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
asikuache wewe katika nafsi yako. Maana yale yote ambayo wewe utakuwa yakikuelekea katika masaib, pia kadhalika katika balaya, basi Allah anakuwa yuko mbele yako. Kama ile hadithi mtume anamwambia sahaba Abdullah ibn Abbas kwamba ifadhullah yahfadhuk, ifadhullah tajiduhu tujahak. Kwa hiyo ukikuta Allah yuko mbele yako akikupigania, basi fahamu hii ni tawfik. Maana Allah kukuachia majambo yako wewe peke yako katika nafsi yako, na khudlani kinyume chake ni maana Allah subhanahu wa ta'ala amekuachia wewe katika nafsi yako. Ndio maana akasema wa in arada bihi ghaira dhalik, ikiwa Allah atamtakia yeye kinyume na khairi, khallahu wa ujba, Allah tamwacha na ujbu yake, kujiona kwake, wa kibrahu, na kile kiburi chake, wa hadha huwa al-khudlan. Na hii ni khudlan ambayo Allah kamwachia yeye katika nafsi yake. Allah mwachia yeye katika nafsi yake. Akaendelea akasema faman arada Allahu bihi khaira, basi yule ambaye Allah anamtakia khairi, fatahalahu baba dhulli wal inkisar, basi Allah anamfungulia mlango wa adhulli, kujiona yeye ni dhalili, wal inkisar, na kujiona yeye ni mwenye kuinkisar, tafsiri kwa maana mwenye kuhitaji au mwenye kuwa na haja kwa Allah, wa dawami lajai ila Allah ta'ala, na pia kudumu kurejea kwa Allah kwa kufanya tauba na istighfar, wal iftiqari ilayhi, pia kadhalika tajiona yeye ni mwenye kuwa na haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ru'yati uyubi nafsi, na pia vile vile Allah akimtakia khairi mja wake ataziona yeye, atazitizama na kuzikagua aibu za nafsi yake, wa jahliha, na pia vile vile atatizama ule ujinga katika nafsi yake, kuondosha ujinga na kuondosha aibu, wa dhulmiha, na pia kuangalia ile dhulma, kuacha dhulma, wa udwaniha, na ule uadui wa nafsi. Sababu nafsi kawaida, nafsi yenyewe kazi yake kubwa ni kuamrisha uovu. Kwa Allah akimtakia mtu huyu khairi, atatizama aibu za nafsi yake kuziondosha, wa jahliha, na ule ujinga katika nafsi yake kuondosha ujinga, wa dhulmiha, na ile dhulma katika nafsi yake, wa udwaniha, na ule uadui katika nafsi yake. Na sio hivyo tu, wa mushahadatu fadhli rabbih, na pia vile vile Allah atamfungulia milango wa kushuhudilia, kukiri na kukubali fadhila za Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye. Na pia vile vile wa ihsanihi, na ile ihsani Allah atamfungulia ihsani ya Allah kwake yeye, wa rahmatihi, na ile rahma ya Allah, wa judihi, na kule Allah kumpa yeye, wa birrihi, na ule wema wake, wa ghinahi wa hamdihi, na kule kutosheka kwake, wa hamdihi, kumsifia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote Allah atamfungulia kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khair. Kisha akasema fal arif sairu ila Allah ta'ala baina hadaini aljanahain, basi mjuzi sairu ila Allah ta'ala, mjuzi ni yule ambaye anakwenda kwa Allah katika maisha yake anayoishi, anaishi kuenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala baina hadaini aljanahain, baina ya hizi mbawa mbili. Mbawa mbili, ambayo mbawa ya kwanza ni mushahadatu fadli rabbih, au mushahadatu alminna, bi maana kukiri zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha. Na mbawa ya pili ni kuziangalia aibu za nafsi yake na yale matendo yake. Hivi ndivyo ambavyo mtu mjuzi anaishi kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala baina ya mbawa mbili hizi. Nasema fal arif sairu ila Allah ta'ala baina hadaini aljanahain, basi mjuzi anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala baina ya mbawa hizi mbili, anaishi hivyo. La yumkinuhu an yasira illa bihima, haiwezekani yeye kwenda kwa Allah subhana illa bihima, isipokuwa kwa mbawa mbili hizi. Famata fatahu wahidun, wakati ambao ataikosa moja au akaiacha mbawa moja, famata fata wahidun minhuma, wakati ambapo ataiacha mbawa moja au ataikosa mbawa moja katika hizo mbili, huwa katwairi alladhi faqada ahad janahi, itakuwa ni mfano wa ndege ambaye amekosa faqada ahad janahi, amekosa moja katika mbawa zake. Unaweza kama ndege amekosa moja katika mbawa zake akawa anapaa, haiwezekani. Kwa huyu akienda akiwa anaishi hivi katika maisha yake, imma katika hii mushahadatul minna ikawa haipo, kukiri zile neema ambazo Allah kamneemesha akawa hii hana,
akawa nayo tunamutawalatu aibi nafsi wal amal. Tumalizie maneno ya Sheikh al-Islam ambaye tulisema huyu ni Abu Ismail al-Harawi, so Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, Sheikh al-Islam Abu Ismail al-Harawi al-Khurasani rahimahullah ta'ala, ni mmoja katika aima katika sehemu ya Khurasani, wanachuoni wakubwa katika madhhabu ya Hanabila. Anasema al-arif yasiru ila Allah baina mushahadati al-minna. Hizi ndio zile mbao mbili. Mjuzi yasiru ila Allah, anakwenda kwa Allah, baina mushahadati al-minna, baina ya kukiri zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha. Hivi ndio ambavyo mwanadamu atakana aishi. Ikiwa una vitu ambavyo wewe uko navyo vyote katika neema, katika neema, atakana ukiri kwamba hizi Allah ndio amenineemesha, uishi hivyo. Na upande wa pili wa mutawalatu aibi nafsi wal amal, na kutwali na kuzitizama aibu za nafsi na yale matendo. Hivi ndio ambavyo mwanadamu atakana aishi katika mbawa hizi mbili. Ya kwanza mushahadatul minna, kukiri na kuzikubali zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha, na ya pili mutawalatu aibi nafsi wal amal, na kuziangalia na kuzikagua aibu za nafsi na pia vile vile wal amal na yale matendo. Kwa ikiwa mwanadamu atakosa moja katika hizi mbawa mbili, ni maana katika maisha yake kutoka kuna hali ya hatari katika maisha yake. Kwa hiyo tutakana tuishi kwa malhasil katika vile ambavyo katika hii dunia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha, tukana ukiri kwamba hizi ni neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kanineemesha. Utakuwa ukiri hivyo. Usione kwamba wewe ni kwa sababu ya akili yako au kwa sababu ya elimu yako. La, hizi zote ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah amekuneemesha. Unatakana uishi hivyo kwa kukiri hivyo. Na upande wa pili utakana uangalie aibu za nafsi yako, yani mapungufu katika maasi na pia vile vile na amal. Tizama matendo yako. Kwa ikiwa mwanadamu ataishi hivi ni mtu arif, mtu ambaye ni mjuzi, anaishi katika maisha yake katika hali hii, anaishi hivi mpaka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa ni moja itakuwa kama ndege, jambo ambalo itakuwa ni msiba mzito kwake yeye, sababu inawezekana ndege akawa anapaa ana mbawa moja, hili haliwezekani. Kwa hii na tutaendelea inshallah, atataja hii maneno haya, atataja katika hadithi ambayo imekuja katika hadithi ametoa Imam al-Bukhari na pia kadhalika Imam an-Nasa'i, ambayo hii ni sayyidul istighfar, ambayo hii katika mushahadatul minna na hii mutawalatu aibi nafsi wal amal, ambayo ipo shahid katika hadithi hii, ambayo tutakuja tuendelea kesho inshallah. Kwa leo tutaishi hapa. Maneno ya Sheikh al-Islam ni Abu Ismail al-Harawi, al-arif yasiru ila Allah baina mushahadatil minna wa mutawalati aibi nafsi wal amal, kwamba mjuzi anakwenda kwa Allah katika maisha yake anayoishi, kwenda kwa Allah anaishi baina ya kukiri neema ambazo Allah kamneemesha, na pia vile vile anaishi mutawalati aibi nafsi, kuzikagua na kuzitizama zile aibu ya nafsi na amal na yale matendo. Ili kana mwanadamu aishi katika hali hii. Kwa tutaendelea inshallah, mzani baki kidogo kumalizia huu mukaddima, sababu hii ni sehemu katika mukaddima huu kikweli afada wa jala rahimahullahu ta'ala. Kisha tutaendelea katika faslu ambayo ameweka ya mwanzo ni fi istiqamati alqalb. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.